Tunaendelea na hadithi yetu nzuri kabisa, anko wa benki. Wiki iliyopita tuliona maelezo yakiendelea baina ya mtoto na mama. Ni mimi D Kata. Naomba usubscribe akaunti hii, ugonge like yako, kisha uweka comment. Mtu wangu wa nguvu. Tunaendelea sasa. Mwaka mmoja baadaye, mama alianza kusumbuliwa na maradhi yasiyoeleweka. Mara leo kichwa, kesho miguu, kukosa hamu ya kula. Ile hali nilimshauri mama twende hospitali, lakini mama alikataa kwa kusema, Eleni mwanangu, wanadamu si wema, lazima wameniroga kutokana na maisha yetu kuonesha maendeleo. Nikamjibu, sawa mama, lakini hebu twende hospitali kwanza. Hapana, twende kwa mganga, nina mganga wangu mmoja, lazima atanieleza ukweli. Basi sikuwa na jinsi, nilikubaliana na mama kwenda kwa mtaalamu wa mitishamba. Tulipokwenda, mama alipewa dawa nyingi za kunywa na kuoga, japo hali ya maisha ilikuwa na unafuu kidogo, lakini haikumwezesha kufanya kazi zaidi ya kushinda ndani. Matibabu ya mama yalikula pesa nyingi. Nilijikuta nikiyumba kiuwezo na kufikia hatua ya duka kufilisika na mimi pesa zote benki kukatika. Utafikiri labda ulisubiri pesa zituishie ndipo ugonjwa wa mama uzidi. Kiukweli nilichanganyikiwa. Mtoto wa kike, hali ya mama ilikuwa mbaya na pesa zilikuwa zimetuishia. Nilijiuliza niende wapi kuomba msaada. Wazo lilikuja niende kwa mjomba wa benki, nikamwelezee hali halisi ili anisaidie. Siku ya pili nilikwenda hadi benki kwa mjomba. Aliponiona alinikaribisha kwa heshima zote, kitu kilichonipa moyo wa kusaidiwa. Akasema, Elena, za siku mbona umepotea sana? Ajabu, baada ya kumjibu nilianza kubujikwa na machozi, kitu kilichomshtua mjomba na kuanza kunioji, Elena, vipi, mbona unadondosha machozi? Kiukweli sikumjibu upesi, niliendelea kuinama nikiendelea kudondosha machozi. Anko aliponiona simjibu na kuendelea kudondosha machozi, alinyanyuka kwenye kiti chake na kuzunguka kunifuata nilipokuwa nimekaa. Elena, kuna nini tena? Mbona unanitisha? Aliniuliza huku akinikanda mabegani. Hali ya mama ni mbaya sana, nilimwambia. Akasema, pole sana, anasumbuliwa na nini? Aliondoa mkono mabegani na kuzichezea nywele zangu chache. Nikamwambia, hata sijui, kila siku hali yake inazidi kubadilika. Kumbe ndio hilo. Vipi hospitali mmekwenda? Hataki, anang'ania kwa waganga wa kienyeji. Sasa alikuwa anahitaji nini kwangu? Msaada anko. Msaada upi? Wa pesa? Elena, najua unaelewa ugumu wa maisha kwa sasa. Alizungumza huku akizunguka meza na kurudi kwenye kiti chake. Nikamwambia, ndiyo najua, nilijibu kwa kifupi. Akasema, unataka kuniambia nitamsaidia kivipi ikiwa hata familia yangu ina matatizo nayo inanitegemea mimi? Anko, kiasi chochote kila sio lazima kiwe kikubwa. Elena, dunia hii ya leo pesa haitoki bure. Nina imani wewe ni mkubwa. Una miaka mingapi? Nikamwambia, anko, miaka yangu ya nini? Elena, hebu nijibu, sihitaji swali. Nikamjibu, miaka 19. Umekuwa mtu mzima, una uwezo wa kumsaidia mama yako. Akatabasamu. Nikamuuliza, kumsaidia kivipi na kazi sina? Akasema, upo tayari kumsaidia mama yako? Nikamwambia, mbona sijakuelewa? Kivipi? Nilishindwa kumwelewa anko. Akasema, ukipata kazi nyepesi yenye malipo makubwa. Nikamwambia, nipo tayari kama nikiipata. Alijibu bila kujua kazi hiyo, njoo leo saa 2 usiku pale ABC hoteli. Anko, kama kazi ya hoteli nitapata muda gani wa kusoma? Elena, mbona unakuwa simwelewa? Nani amekwambia kazi ya hoteli? Nikamwambia, sawa anko, nitakuja. Nilinyanyuka ili niondoke. Nilipogeuka ili niondoke, anko aliniita, Elena,
Nikasema, abe anko. Niliitika huku nikigeuka na kumwangalia. Bila kusema kitu, aliinama na kuvuta draw na kutoa pesa. Elena, hizi zitakusaidia kwa matumizi ya leo na nauli, usikose, sawa? Nikamwambia, sawa anko, Mungu akuzidishie. Nilimshukuru anko huku nikizipokea zile pesa ambazo sikujua idadi zake, na akajibu atuzidishie wote. Basi baada ya kuzipokea niligeuka na kuondoka, huku moyoni nikimshukuru anko kwa kuonesha utu, japo maneno ya mama ya kuonekana kumchefua. Nilijikuta nikionea wivu familia yake kwa kuwa na mzazi mwenye ubinadamu. Nilipofika nje ya ofisi, nilizihesabu zile pesa nilizopewa. Sikuamini macho yangu pale nilipokuta 200,000 taslimu. Nilibadili wazo la kupanda daladala na kukodi bajaji. Kwanza nilipitia sokoni na kununua mahitaji muhimu ambayo nyumbani hayakuwepo, pamoja na dawa za mama zilizokuwa zimekwisha. Mahitaji yangu yote nilitumia 60,000. Nilirudi nyumbani na kumweleza mama jinsi anko alivyonisaidia na jinsi alivyodhamiria kunisaidia zaidi kwa ajili ya kazi ya muda mfupi na kupata pesa kidogo za kuweza kumsaidia. Nilimuona mama yangu akilia na kujuta kuachana na anko na maneno machafu aliyomtolea. Elena mwanangu, nikipata nguvu kidogo nitakwenda kumwomba msamaha. Ndicho kilichobaki, kwa jinsi ninavyomjua lazima atakusamehe. Basi baada ya shughuli za siku nzima nilifanya kazi zangu haraka ili kuwahi miahadi na anko ABC saa 2 usiku kwenye ile hoteli. Majira ya saa 1 baada ya kumwogesha mama na kumpatia chakula cha usiku, nilimuaga mama ili nimwahi anko asije kukasirika. Nilikodi bodaboda hadi ABC hoteli. Njia nzima nilikuwa najifikiria ni kazi gani hiyo mpaka tukutane hotelini. Lakini wazo lingine liliniambia huenda ni kunikutanisha na wakubwa wenzake ambao watanipa kazi kama mtoto wake. Nilifuata maelekezo kama alivyonielekeza. Nilipokelewa na mhudumu na kunielekeza sehemu ya kumsubiri anko. Aliniuliza natumia kinywaji gani. Nilimjibu soda, japo nilikuwa na hamu ya bia baridi. Nikiwa pembeni ya ukumbi nikinywa soda yangu taratibu, nilishtushwa na mkono ulionigusa begani. Nilipogeuka nilikutana na anko. Oh, anko, kumbe ni wewe, karibu. Asante Elena, umenifurahisha sana kwa kwenda na wakati. Nina imani hata hiyo kazi utaifanya vizuri na kupata malipo manono. Nilimshukuru anko maana hali ni mbaya sana. Anko alivuta kiti na kukaa karibu yangu huku akinishanulia tabasamu. Aliniuliza, vipi mama yako, anaendeleaje? Nikamwambia kidogo hajambo, japo bado nina imani mambo yatakuwa mazuri baada ya leo. Hata mimi ndilo ninaloliomba kila siku. Anko aliagiza pombe kali na kuanza kunywa taratibu. Mimi nilikunywa soda yangu taratibu huku nikiwa na shauku kujua ni kazi gani hiyo nyepesi yenye malipo manono. Akasema, Elena, mbona unakunywa soda? Hujawahi kunywa pombe? Mara moja sana. Oh, usiniogope, usiogope kunywa hii, au unataka bia Kilimanjaro ya baridi? Basi nililetewa Kilimanjaro ya baridi na kunywa taratibu huku nikisubiri kuelekezwa hiyo kazi. Nilijikuta nakata bia 3 bila kusikia lolote. Mara ililetwa nyama choma ambayo tuliishambulia wote. Muda wote sikuwa na wasiwasi wowote kutokana nilivyokuwa na anko. Nilijikuta nikichanganya vinywaji vikali na baridi. Mwisho kilichoendelea sikujua. Niliposhtuka nilijikuta kitandani nimelala. Pembeni yangu kulikuwa na mwanaume amelala. Basi nilipojichunguza vizuri nilijikuta sina nguo yote zaidi ya shuka niliyojifunika. Nilijikuta nikipandwa na ghadhabu na kujiuliza, ina maana
kazi nyepesi alionitafutia anko ni ukahaba? Nilipeleka mkono sehemu za siri na kujikuta nimeingiliwa. Oh my God. Roho iliniuma. Sikuamini kama kweli anko ndiye aliyenipeleka kwenye kazi ile, au aliniacha na mtu kunichukua kama msamaria mwema na kunigeuza kitoweo. Mtu aliyekuwa amelala pembeni yangu, ambaye alionekana eneo la kifua lililokuwa limesheheni manyoya, alikuwa bado kwenye usingizi mzito, tena akikoroma. Nilijikuta napata wazo na kuchukua kitu chote kilichokuwa mle ndani nimpige nacho kwa kitendo cha kuniingilia bila idhini yangu. Nilijinyanyua kitandani huku nikiwa na hasira kwa kitendo nilichotendewa na mtu ambaye alikuwa kwenye usingizi mzito. Nilisimama na kuivuta ile shuka ili nifuate nguo zangu. Sikuamini kukuta yule mwanaume aliyekuwa uchi wa mnyama ni anko. Nilijikuta nguvu zikiniishia na kuhisi kizunguzungu na kuanguka chini. Kilichoendelea sikujua. Nilipozinduka nilikuta nikiwa nimelazwa kitandani nikiwa na nguo zangu. Niliposhtuka nilimuona daktari akiwa amesimama pembeni yangu. Nilijiuliza pale nimefikaje na kwa nini nipo kitandani, ikionyesha ni mgonjwa. Anko alikuwa amesimama pembeni akifuta jasho kwa paji la uso. Nilitulia tuli nikiwaangalia wote waliokuwa mle chumbani. Taratibu kumbukumbu zinirudia na kujikuta nikianza kulia na kutaka kunyanyuka kitandani huku nikisema kwa uchungu, anko, kwa nini anko? Kabla ya kunijibu nilimuona akimpa ishara yule daktari atoke nje ya chumba, naye alifanya hivyo. Chumbani tulibaki wawili tu. Nilinyanyuka na kutaka kusimama, lakini alinishika kifuani na kunirudisha kitandani. Elena, hebu tulia kwanza. Hapana anko, kwa nini umenifanyia hivi? Au kwa ajili ya umaskini wangu? Hapana Elena, nina malengo mazuri sana kwako. Anko, yaani uwezi kunisaidia hadi unitumie? Ni unyama gani huu? Nilijikuta nikilia kwa uchungu na kukumbuka maisha ya tabu ya mama yangu ndiyo aliyopelekea niwe kwenye hali ile. Usifikirie hivyo, mimi siwezi kukutumia, ila nataka uwe mke wangu mdogo. Anko, ni uchafu gani huo? Yaani utembee na mama yangu alafu utembee na mimi hata siku moja? Sikiliza Elena, usiwe mjinga. Mimi sina uhusiano wowote na wewe, lakini nimekuwa nikikusaidia kwa kiasi kikubwa. Nina imani nikikuoa kabisa, matatizo ya mama yako tutayatatua kwa kiasi kikubwa. Kama kutokea imeisha tokea, hivi mimi ni kiumbe gani nitakayefanya kazi sio na malipo? Anko, Mungu angekulipia. Elena, unanichekesha. Ni nani aliyekwenda kwa Mungu akarudi akasema amelipwa? Malipo kwa matendo yake mema. Siku malipo ya duniani hubakia duniani, na ndio maana tunafanya kazi na kupata mshahara na hatusubiri malipo ya kwa Mungu. Si tungekufa na njaa? Sikiliza, mipango yangu kwako ni ya muda mrefu, toka mama yako alipokata mahusiano na mimi. Elena, kilichotokea nina imani hutakijutia, ila jione kiumbe mwenye bahati sana. Hebu fikiria, leo nakupa 500,000 siku ya mwanzo wa mahusiano yetu. Nina imani huu ni ukurasa mpya wa ukombozi wa maisha yetu. Kamata hizi. Alinipa burungutu la pesa na kunikabidhi mkononi. Nilisita kuzipokea, lakini alining'ang'aniza. Nilijua yameshatokea na hali ya mama ni mbaya na pa kukimbilia sina. Niliamua kuzipokea. Baada ya kuzipokea, nilifuta machozi kwa kwenda bafuni kunawa uso. Niliporudi, nilimkuta anko akinisubiri na kuniambia, Elena, nina imani jioni tutakutana hapa hapa. Nina mpango wa kumpeleka hospitali mama yako kwa gharama yoyote. Nilijikuta nikilaumu kwa kumchukia anko ambaye hakunipunguzia kitu chochote. Hata nikiendelea naye bado nitabakia Elena yule yule.
Vilevile tatizo la ukata na matibabu ya mama yatapata ufumbuzi. Nilimkubalia Hanko kukutana naye jioni. Tuliagana na kunipa 50,000 za nauli ya kuja jioni. Jumla ya pesa alizonipa siku ile zilikuwa 800,000, yaani asubuhi ya jana 2.5 na usiku 550,000. Nilirudi nyumbani na kumkuta mama akiwa amelala. Sikutaka kumwamsha kwa vile nilikuwa nimeshakula. Nilikwenda bafuni na kupanda kitandani. Asubuhi nilikutana na mama ambaye alitaka kujua hatima ya safari yangu. Nilimdanganya mama kuwa mambo si mabaya, ila nimetakiwa kurudi jioni ya siku ile. Nilimficha mama kuwa nimepata pesa. Nilikuwa lazima atakuwa na wasiwasi na kutaka kujua pesa zote zile kwa kazi gani. Nilimficha ndani kwa ajili ya kutatulia matatizo yetu. Basi kuanzia siku ile nikawa nyumba ndogo ya anko wa benki, nikiwa nimemrithi mama yangu mzazi. Lakini ilikuwa siri kubwa ambayo mama hakuijua, na matibabu ya mama yalikuwa mazuri, yaliyorudisha hali ya mama upya. Kwa kweli maisha yalikuwa mazuri na anko kukubali kutusaidia kwa kisingizio ananiona kama mwanaye wa kuzaa. Eti hakuwa na sababu ya kuacha kunihudumia. Kumbe nisiye na hatia. Kumbe tulikuwa tunamla mama kisogo. Shule niliendelea kama kawaida. Sikuwa tena yule Elena msichana mbichi mwenye msimamo mkali kwa walimu wapenda ngono. Siku za nyuma nilikuwa nipo tayari kuadhibiwa na walimu niliowakataa kimapenzi. Lakini baada ya kujua faida ya mwili wangu wa kunisaidia kwenye matatizo, sikuwa tena mbishi. Mwalimu alipotaka kuniadhibu bila kosa, nilimuuliza tatizo nini? Jibu aliniambia, kwani hujui? Basi nilimwambia anione kwa wakati wake. Elena nilijikuta nikipoteza mwelekeo kwa kuwa mama huruma, kwa kugawa mapenzi ovyo bila kuhofia hatari iliyopo mbele yangu. Siku zilipozidi kwenda, nilijikuta hata hamu ya masomo inapotea, na muda mwingi nilimfikiria mapenzi, hasa penzi la anko wa benki. Nilijikuta nikiacha shule kwa sababu ya ugomvi wa kila siku wanafunzi wenzangu juu ya kuchangia mabwana, yani walimu. Kingine ni ile hali ya kutoa mwili wangu bure kwa walimu, na pindi nitakapoambulia adhabu kali, ajabu ilikuwa tofauti na awali. Nilipomweleza anko juu ya uamuzi wangu kuacha shule, aliupokea kwa mikono miwili. Hakuonesha kujutia kwa uamuzi wangu mgumu. Alinieleza kitu ambacho kwa kweli siku ile kilinifurahisha sana. Alinieleza kuwa, Elena, kusoma kote ni kwa ajili ya kupata pesa. Kama una mtu mwenye pesa, kusoma kuna maana gani? Unakosa nini? Muda si mrefu nitakamilisha jumba lako la kifahari pamoja na usafiri wa nguvu. Wewe sasa hivi utakiwi kuumiza akili yako, bali kuituliza na kula raha ya maisha. Au ujui wanaume tumeumbwa kuwatafutia wanawake wazuri kama nyinyi? Elena, maisha mazuri yanakusogelea, kwani hujui kusoma? Najua, nilimjibu huku nikimtazama usoni. Wakati huo nilikuwa nimemlalia mapajani, tukiwa juu ya kitanda ndani ya nyumba ya wageni. Kiingereza unaongea kwa ufasaha, sasa tatizo nini? Hakuna mpenzi, nikamjibu. Hapo ndipo ninapokupendea. Unajua, mama yako angekuwa kama wewe, sasa hivi ningekuwa nimemjengea ghorofa. Lakini kwa vile ameichezea bahati, nafasi hiyo ni yako. Kula raha, mtoto wa kike, umri bado huna kuruhusu. Yalikuwa maneno yaliyonivimbisha kichwa na kujiona mimi ni mwanamke niliyebahatika kuliko wanawake wote dunia hii. Baada ya kuacha shule, kwa kweli sikuwa Elena yule uliyenizoea. Muda mwingi nilitumia kujipodoa na kuvaa nguo za gharama.
Pamoja na kufanya upuuzi ule, sikumwacha mbali mama yangu. Nilimpa kipaumbele katika kumshughulikia matibabu yake. Kwa vile pesa haishindwi na kitu, mama alijengeka afya yake kwa mara nyingine. Kwa kweli mama alinishukuru kwa kuyaokoa maisha yake. Uamuzi wa kuacha shule nilipomweleza mama alikuja juu, lakini nilimweleza sababu za muhimu. Moja, walimu kunitaka kwa nguvu kimapenzi, na anko kuamua nipumzike huku akinitafutia shule nyingine. Nilitengeneza uongo ambao mama aliukubali. Shetani uko mbinguni naamini alitabasamu na kucheka. Basi kuanzia hapo hakuna aliyeulizia maisha yangu zaidi ya kila kukicha kuongeza huduma nyumbani. Siku moja mama aliniambia kitu ambacho kilinishtua. Akasema, mwanangu Elena, siwezi kukuzuia kwenye matamanio ya mwili. Ni wazi kuna mtu ana mahusiano na wewe. Ninachoogopa ni anko wako kujua, huenda akapunguza au kukata kabisa huduma zake. Hivyo basi, sipendi tumuuzi kwa mara nyingine. Samahani, ikizidi ugeuka kero. Pia mwanangu, kama kweli huyo mwenzako anakupenda, basi usikubali akugeuze gunia la mazoezi. Mlete hapa atambulike, kisha muwe mke na mume. Naogopa mwanangu anaweza kukupa ujauzito na kukukimbia. Nitajisikia vibaya siku moja ukija kuishi maisha kama yangu. Haya sio maisha, ni maisha yasiyothaminika katika jamii yetu. Pia mwanangu, sipendi siku moja uingie kwenye msafara wa mamba wakati wewe ni mjusi, hata kenge hujafikia. Nikamuuliza mama, una maana gani? Mwanangu, ugonjwa wa ukimwi ni mbaya. Ukikupata yataka ujasiri, la sivyo unaweza kuyakatisha maisha yako kwa kuhofia aibu. Hivyo mwanangu, chukua tahadhari kabla ya hatari. Nife unizike, sio ufe uniache. Maneno ya mama yalikuwa mengi. Pia angejua huyo anayemzungumzia ni anko, sijui angesemaje. Ni kweli nilikuwa nimefanya makosa kutembea na mwanaume ambaye tayari ameshatembea na mama yangu, ambaye alikuwa sawa na baba yangu. Lakini siku zote makosa ndiyo huzaa kosa. Sikuwa na jinsi ya kunusuru uhai wa mama uliokuwa ukichungulia kaburi zaidi ya kujirahisisha kwa anko. Kiukweli nilifanya siri kama tulivyokubaliana na anko, kwa kuogopa domo la mama pale atakapojua tumeoga bwawa moja. Hali ya mama ilitengamaa na kujikuta akirudi kilingeni kama kawa. Kwa kweli sikumchunguza anafanya nini zaidi ya muda mwingi kujishughulisha na mambo yangu. Siku zilivyozidi kwenda, ndivyo na mama nilivyoondoa uoga na kutembea na anko popote alipotaka kwenda. Safari zake nyingi za nje nilikwenda naye kama mkewe. Huwezi kuamini, nilinenepa na kupendeza. Hata mimi nilitambua hilo. Niliweza kuondoka na anko na kwenda naye mikoani zaidi ya miezi miwili na kutumbua maisha. Kilicho nifurahisha ni hali ya mama kuongezeka, kuimarika na kuweza kufanya kazi zake kama zamani. Mama naye baada ya kupata kurudi kwenye hali yake ya kawaida, alirudia kazi yake ya ukahaba. Pamoja na kujua athari zake, lakini moyo ulinisuta zaidi ya kumwacha afanye atakavyo. Ahadi ya anko ilianza kukamilika pale aliponipeleka kwenye saiti kunionyesha ujenzi wa nyumba yangu. Nilijikuta nikimshukuru anko kwa kuonesha ananijali. Sikujutia uamuzi wangu wa kuchangia mwanaume mmoja na mama. Tokea hapo sikusikia ya mnadi swala msikitini au mgonga kengele kanisani. Siri siku zote ya mtu mmoja ikizidi wa pili si siri tena. Hilo sikuhofia, kwa kuwa hata mama alipata nafasi kama ile na alijimwaga bila uoga. Nakumbuka
siku moja ambayo itakuwa vigumu kunitoka akilini, na ndio mwanzo wa kuelewa nini nilichokuwa nikikifanya na kunipelekea kuandika waraka huu ambao leo hii na kusimulia wewe unayenisikiliza. Nina imani kila anayesoma asichukulie kama hadithi, au anayenisikiliza asichukulie kama hadithi tamu au kisa cha kusikitisha, bali ni somo tosha maishani mwake. Hii nazungumza hasa kwenu nyie wanafunzi wa vyuo, au siku hizi mnaitwa vibinti vya 2000. Tatizo langu, sipendi mtu mwingine limkute, nitajisikia vibaya na kuona ujumbe wangu ukuwafikia walengwa. Elimu si darasani tu, la hasha. Elimu ni chochote kitakachotokea mbele yako chenye mafunzo kwa kuona au kusikia. Ilikuwa siku ambayo iliniingiza dunia nyingine ambayo sikuitegemea kuingia hata siku moja, japo ndipo nilipokuwa nikielekea. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumamosi, majira ya saa 3 usiku. Nakumbuka nilikuwa na wiki sijarudi nyumbani baada ya kuwekwa kwenye hoteli ya kifahari na anko. Niliwasiliana na mama kwa njia ya simu na kunipa moyo kuwa hali yake ni mzima wa afya. Nje hofu kubwa ilikuwa kwangu. Nilimtoa hofu kubwa. Hali ilikuwa salama salimini. Hakutaka kujua niko wapi, zaidi ya kuniombea dua niendelee kuwa salama. Siku hiyo, baada ya kukaa upande wa baa na kunywa pombe ambazo nilimuona kama anko zimemzidia, nilimnyanyua ili nimrudishe chumbani. Kwa kweli nilipata shida kumnyanyua na kuweza kumtembeza kwa shida. Tulikwenda kwa shida sana, huku tukiyumba kama gari umetatika center bolt, yani imekatika center bolt. Nilimtoa kwenye baa na kumpeleka kwenye chumba cha kulala. Kutokana na uzito, nilimfikisha kwa shida hadi mlangoni na kuanza kufungua mlango kwa funguo. Nilimzuia kwa mguu ili asiende chini na kujitahidi kuufungua mlango. Sauti ambaye haikuwa ngeni masikioni yangu, lakini akili yangu ilikubaliana kama ni yeye, ili nijia nyuma yangu. Elena, ni wewe? Niligeuka, akili yangu isiamini ni kweli ile sauti ni ya mama yangu mzazi. Haikuwa tofauti na mapokeo yangu, kuwa ni kweli ni mama yangu mzazi ambaye sielewi. Nilishindwa kumjibu haraka. Nilikuwa kama mwanga aliyeshikwa kiwanga mchana kweupe. Huyu ni nani? Aliniuliza ikionyesha amini macho yake. Nikamjibu, ni anko. Imeanza lini? Elena mwanangu, siamini. Nimekubali dunia hakuna kitu cha bure. Nimekubali duniani hakuna kitu cha bure. Mama alionekana amepagawa. Nina imani hakupenda nichangie mume mmoja na yeye. Wakati huo anko alikuwa bado amelala chini sakafuni. Elena mwanangu, kwa nini usiulize kabla ya kuingia kwenye msafara huu? Kweli msafara wa mamba au kosi kenge na mijusi. Siamini na sitaamini mpaka naingia kaburini kama mwanangu umeingia kwenye msafara wa mamba usiokuhusu. Wasiwasi wangu umekuwa kweli. Elena, kwa nini lakini umeingia kwenye msafara wa mamba? Kwani mama, tatizo nini? Huyu si baba yangu mzazi. Huyu si baba yangu mzazi. Pia mlishaachana na mwisho nilifanya hivi kuokoa maisha yako. Nilimjibu mama huku nikijikaza kutokana na hali aliyoonyesha mama yangu aliyokuwa akizungumza huku machozi akimtoka. Elena, huwezi kuniokoa huku ukijiangamiza. Nilikueleza mara ya mwisho kuwa sipendi uishi maisha yangu. Kwa nini mwanangu umechukua kila kitu kwangu?
kwa nini ukutaka kuendelea na tabia yako ya awali ya msimamo? Leo hii umeingia kwenye msafara wa mamba. Oh, mwanangu, yani leo nimesikia uchungu kama siku iliyokuleta duniani. Uchungu huu ni wasiwasi wa kukupoteza duniani. Maneno ya mama niliyaona kama uchuro. Nilimweleza sehemu ile si muhimu, ya kuzungumza kwa kina ni nyumbani. Mama hata yule bwana aliyekuwa naye alimwacha na kuondoka huku akilia. Mwanaume aliongozana naye alibakia njia panda asijue nini kinaendelea. Nami nilitumia nafasi ile kumuingiza ndani anko aliyekuwa ajitambui kwa pombe. Basi siku ya pili niliporudi nyumbani, nilimkuta mama macho yamemuiva na kuvimba kuonesha amelia kwa muda mrefu. Hali ile ilinitisha na kujiuliza kuna kingine kilichomliza mama yangu au ni kile kile cha kunikuta na anko. Niliamini kikubwa kilichomuumiza ni kuchangia mwanaume mmoja na mwanaye, lakini kwa upande wangu sikuona kosa kwa vile anko hakuwa baba yangu wa kunizaa. Pia alikuwa ameachana na mama. Kingine nilichokiamini kuwa nipo sawa kabisa ni kutokana na msaada mkubwa wa anko uliosababisha hali ya mama kurudi katika hali yake ya kawaida. Nilimuuliza mama, kuna nini? Ina maana ujui la kunikuta na anko? Mwanangu, kwa nini? Unajiua ukiwa bado unaishi. Maisha hujayajua. Kivipi mama? Umeingia kwenye msafara wa mamba bila kujua wewe ni mjusi, hata ukenge hujafikia. Nikamuuliza, kivipi? Yule mwanaume ni muuaji, asikuwe kama mimi mama yako. Lakini mama ndiye aliyeshikilia maisha yetu baada ya wewe kuugua. Nikamuuliza, kivipi? Mama ataka kujua. Basi ilibidi nimweleze sababu ya kuwa na anko, na sababu kubwa alikuwa ni yeye. Baada ya kumtukana mbele ya mkewe na kuamua kukata misaada, mama, kuwa na anko sikupenda, bali ilibidi nikubali ili kuokoa maisha yako, bila hivyo ningekupoteza. Pia anko amekuwa na malengo makubwa kwangu kwa vile hakutaka kunichezea. Ameninunulia gari na sasa hivi na muda si mrefu nitaingia katika jumba la kifahari ambalo lipo Mikocheni, wala hakunijengea nyumba kama anavyowafanyia wengine uko Kitunda. Mama hakuwa na la kusema, aliinama. Wakati huo nilikuwa nimemsogelea kwa vile kitendo cha kutoa machozi kiliniumiza nami pia. Mama, najua kiasi gani nimekukosea adabu ya kutembea na mwanaume uliyewahi kuwa naye ambaye sawa na baba yangu. Lakini mama, sikuwa na jinsi kuuvua utu wangu kwa ajili ya maisha yako mama yangu. Mama, wewe ni kila kitu kwangu. Kama nitakupoteza nitakuwa mgeni wa nani? Hivyo basi mama, naomba unisamehe. Nipo chini ya miguu yako. Sikuwa na nia mbaya zaidi ya kutafuta njia ya kukomboa hali yetu ya maisha. Kibaya zaidi ya hali yako mama ilikuwa mbaya sana, ya kutisha na kutishia amani ya moyo wangu. Elena mwanangu, nakujua vizuri jinsi ulivyokuwa na msimamo. Najua Mr. Joel ametumia mwanya huo kunichanganya na mwanangu. Kwa vile mna malengo siwezi kuingilia. Vipi mkikutana mnatumia mpira? Nikamuuliza, mpira kivipi? Kondomu. Ndiyo mama, si unajua siwezi kumwamini mpaka tupime kwa vile anataka mtoto. Nilimdanganya mama kwa kujua lazima angelilaumu sana kama ningemwambia ukweli. Mama akasema, afadhali. Mama alishusha pumzi ndefu, kitu kilichonishtua na kuuliza, mbona hivyo mama? Kawaida, ila usikubali kufanya naye mapenzi mpaka muwe mmepima. Sawa mama. Maneno yangu kidogo yalimfanya mama arudi kwenye hali yake ya kawaida. Japokuwa jiona siku ile nilitakiwa kukutana na anko,
nilimwomba radhi ili niwe karibu na mama. Siku ya pili mama aliamka katika hali nzuri, kitu kilichonipa nafasi ya kuweza kutoka. Mchana anko alinipigia simu kuwa ana safari ya nje ya mkoa, hivyo alitaka mapema kwa ajili ya mipango ya safari, akanihitaji. Nilimwaga mama ambaye muda huo alionyesha hana kinyongo. Elena mwanangu, na kuomba kabla hamjaondoka mkapime afya zenu. Sawa mama. Niliagana mama na kwenda sehemu anko aliyosema anikute. Wakati namsubiri nilikuwa na mawazo mengi juu ya mama kung'ania kupima na kushusha pumzi ndefu. Baada ya kumwambia natumia kinga, nilijikuta nikipata wazo la kijinga la kutafuta cheti cha kununua ili kumpelekea mama aondoe wasiwasi kwa anko. Baada ya ziara ya kikazi tuliyoitumia siku 4 nje ya mkoa, nilibahatika kununua vyeti viwili vyenye majibu mazuri kwa wote tupo sawa. Niliporudi nilimpa mama. Baada ya kuvipokea, mama alivisoma na kusema kwa mshtuko, unataka kuniambia anko wako naye yupo salama? Nikamjibu, ndiyo mama, mbona umeshtuka? Hatari sana. Mama alishinda cha kuongea. Akasema, wala kawaida tu. Kauli ya mama ilinitisha na kutaka kujua mbona hakufurahia zaidi ya kuyashangaa majibu ya anko. Mama, mbona sikuelewi? Akasema, nipo sawa. Kwani hospitali ameambiwa nini? Wametupongeza na kutuomba turudi baada ya miezi 3 ili kupata uhakika wa majibu. Kama hivyo hakuna tatizo. Siku zilizidi kukatika huku nikiendelea kulala na mzee mzima. Nakumbuka siku moja tukiwa hotelini na Hanko, mkewe alirengeshwa na wapambe aje anifumanie. Siku hiyo nilitamani hali zipasuke inimeze kwa kujua mkewe anaweza hata kunioa. Lakini ilikuwa tofauti. Baada ya mkewe kuingia ndani, aliangua kilio huku akimlaumu mumewe. Maneno aliyoyasema yalikuwa kama msumeno uliopasua moyo wangu bila ganzi. Mume wangu, hii tabia ya kuendelea kuua wasichana bila kosa itaisha lini? Hebu mwangalie huyo binti alivyo mdogo, sawa na mwanao wa mwisho. Hivi wanao wakifanywa hivi utafurahi? We binti, mlipokutana mmetumia kondom kweli? Nilikataa kwa kichwa, kwani uoga ulikuwa umenitawala. Si kweli. Hiyo kondom iko wapi? Hona sasa, umeniumiza mimi mkeo, ukulizika. Sasa unausambaza tu. Binti, inawezekana unijui, mimi ndiye mkewe mzee Joel. Mume wangu ni mwathirika, anasambaza virusi kwa kuwaonga wasichana wadogo na kufanya nao ngono zembe. Ukitoka hapa kapime ili ujue hali yako, lazima muogope mwanaume huyu kama ukoma. Kauli ile ilinishtua na kunifanya ninyanyuke kitandani na kupitia nguo zangu zingine. Nilimaliza kuvaa kwenye korido. Nilipofika nje nilikodi gari hadi nyumbani. Bahati nzuri nilimkuta mama. Nilipomuona niliangua kilio kama nimefiwa. Mama alinishangaa na kutaka kujua kulikoni kuwa katika hali ile. Vipi tena kulikoni? Kumbe kweli anko ni mwathirika. Una maana gani kusema hivyo? Mama aliniuliza. Mkewe kanihakikishia. Kuna nini hapo tena mama? Kakuhakikishia kivipi? Kuwa Hanko ni mwathirika? Sasa wewe unamwamini nani, mkewe au vipimo? Mama, nilikudanganya kuwa nimepima, kumbe ni uongo. Eti? Kweli mama, nilinunua cheti ili kukudanganya. Mungu wangu. Elena mwanangu, kwa nini ulifanya hivyo? Mama, ni akili za kitoto. Sasa una uhakika gani kama umeathirika? Sikutumia kinga mara nyingi nilipokutana naye, lakini bado huwezi kujua kama umeathirika bila kupima. Hapana mama, nasikia kuambukiza wengi. Si nilikwambia ukapindisha maneno? Lakini bado usijihukumu. Unatakiwa kwenda kupima ili kujua ukweli.
Nilikubaliana na mama kwenda kupima muda ule. Baada ya kuoga na kubadili nguo, tuliongozana wote hadi kituo cha afya cha ushauri na saa ili kujua afya yangu. Tulipofika kituoni cha ushauri na kupima virusi vya ukimwi, katika kuchukua namba ya kuingia, nilikutana na shoga yangu niliyekuwa nasoma naye shule moja. Aliponiona alishtuka na kuniuliza, Elena, kulikoni huku? Hidaya, mambo ya kucheki afya, si unajua tumecheza sana rafu. Ni kweli, hata mimi ndicho kilichonileta. Una taarifa zipi hizo za mwalimu wako Zakayo? Mimi kiroho taarifa zipi? Elena, upo wapi wewe? Hidaya, sikuwepo muda mwingi jijini. Kwa taarifa yako, mwalimu Zakayo amejinyonga baada ya kugundulika ameathirika. Mungu wangu, tumekwisha. Kweli tumekwisha. Wanafunzi kibao na walimu waliotembea naye wote wameumia. Na mimi nimeona nije nipime ukweli. Sijui wewe shoga yangu. Kweli nilikuwa katikati ya balaa, nyuma mwalimu, mbele anko. Sikuamini kama ningetoka salama. Wazo la haraka ilikuwa kama nikikutwa nimeathirika ninywe sumu ili kuikimbia haibu ya kuvishwa nepi. Kwa vile Hidaya alikuwa ameshachukua kadi, nami nilikwenda kuchukua kadi kusubiri zamu yangu kuitwa kwenye vipimo. Baada ya kuchukua kadi nirudi kuitwa, Hidaya alitangulia kuitwa. Baada ya muda alitoka. Zamu yangu nami ilifika, niliitwa na kuingia ndani. Nilipokelewa na dada mmoja mpole sana, ambaye alivyo ukufanya mtu uondoe wasiwasi wa moyo. Karibu mdogo wangu, asante. Alionyesha kuuliza nini kilichonipeleka pale. Kama ilivyo dada, nimekuja kujua afya yangu. Oh, vizuri. Kipi kilichokushawishi kupima? Nafikiri kuunga mkono kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais wa Tanzania, bila ukimwi inawezekana. Akasema, vizuri sana. Je, ukijikuta umeathirika utafanyaje? Sina la kufanya kwa vile nimeisha athirika. Kinachotakiwa ni kufuata masharti yanayotakiwa ili niishi muda mrefu. Vizuri. Na ukijikuta upo salama, vile vile sitakubali kufanya ngono zembe. Nikimuhimiza mwenzangu naye kupima afya yake ili tufanye ngono salama. Vizuri binti, kwa uelewa wako. Sasa hivi utaelekea chumba cha kutolea damu. Nilinyanyuka hadi chumba cha kutolea damu, kisha nirudi nje kusubiri vipimo. Baada ya muda, Hidaya alitangulia kuchukua majibu yake. Muda kidogo alitoka akionyesha kuchanganyikiwa, hata kujigonga mlangoni wakati wa kutoka. Niliamini hata mimi nilikuwa nimekwisha. Mapigo ya moyo yalienda kwa kasi. Nilimuomba Mungu aniepushe na balaa lililokuwa mbele yangu. Jasho lilinitoka kwa hofu la majibu. Mama aliliona lile na kunipooza. Najua upo katika wakati mgumu mwanangu, lakini kila kitu kipo katika mpango wa Mungu. Zuri au baya inatakiwa kupokelewa tu. Tukubaliane nalo. Jibu baya lisikutishe. Tupo pamoja. Kuambukizwa sio kufa. Mama